Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 12 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema bajeti ya kujitegemea, viwanda ndani, malighafi na biashara changa za wekewa ulinzi, mapambo, magari chakavu, urembo, kodi kung'ata, sukari, sigara kugharamia bima ya afya, na serikali ya kwepa dizeli na petroli. Lakini Zanzibar ni tamu chungu, usawa wa kijinsia kumulikwa. Zanzibar ni tamu chungu, usawa wa kijinsia kumulikwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa, bunge la seneti la poza makali kwa Watanzania. Bunge la seneti la poza makali kwa Watanzania. Hiyo ni habari inaendelea kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ninaanza na habari inayosema SMZ kutumia shilingi trilioni 8.5. SMZ kutumia shilingi trilioni 8.5. Lakini bajeti ya kujitegemea imegusa maisha ya kila Mtanzania kwa kuchochea uwekezaji, kulinda viwanda vya ndani, kuongeza fursa za ajira. Lengo ni kupunguza ukali wa maisha. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini ni mwendo wa kidigitali, sukari sasa kuchangia bima ya afya. Ni mwendo wa kidigitali, sukari sasa kuchangia bima ya afya. Hiyo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye ukurasa wa mbele linaandika habari inayosema TMA yapokea ujumbe wa kitaalamu kutoka Denmark. TMA yapokea ujumbe wa kitaalamu kutoka Denmark. Lakini ni bajeti ya utu 2026-2027. Tanzania yaingia rasmi enzi za uchumi usiotumia fedha taslimu. Lakini kuna habari inayosema kukosekana oksijeni kwenye ubongo na athari afya ya binadamu. Kukosekana oksijeni kwenye ubongo na athari afya kwa binadamu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 16. Lakini serikali imepata mafanikio ya utekelezaji wa mipango. Na Marekani yalegeza masharti muswada dhidi ya Tanzania. Marekani yalegeza masharti ya muswada dhidi ya Tanzania. Na ushuhuda aliyenusurika kifo baada ya kugundulika na saratani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele kuna habari inayosema Dr. Mwinyi, tutaendelea kushirikiana na wadau wa afya. Huyo ni Rais Mwinyi asema tutaendelea kushirikiana na wadau wa afya. Lakini bajeti ya trilioni 8.5 ya kumkomboa Mzanzibari. Bajeti ya trilioni 8.5 ya kumkomboa Mzanzibari. Lakini bajeti kuimarisha uchumi, Dr. Akili asema, na Dr. Samia kuzindua awamu ya pili ya kampeni ya msaada wa kisheria. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza ukurasa wa mbele kuna habari inayosema bajeti 2026-2027 ni trilioni 63.33. Lakini asilimia 74.2 ni mapato ya ndani na bilioni 563.1 ndipo mapato kutoka nje. Lakini serikali kupunguza gharama za uwekezaji nishati safi. Na Abuhigwe walia uhaba wa magari ya abiria, nauli ya panda kiholela. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika TANESCO ukurasa mpya matumizi ya umeme nchini. TANESCO ukurasa mpya matumizi ya umeme nchini. Na Profesa Mkumbo, pato la mtu mmoja mmoja nchini limeongezeka kwa asilimia 7.4. Lakini ni bajeti ya Watanzania. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Wamachinga, inasema ni bajeti ya Watanzania. Balozi Hamisi awasilisha bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ya trilioni 62.3. Aeleza bajeti imeandaliwa katika kipindi cha mtikisiko wa uchumi duniani. Asema inalenga kuimarisha uchumi wa taifa, kuongeza ajira kwa vijana, neema kwa watengeneza maudhui, tozo ya shushwa asilimia 90. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako. Lakini kwenye bajeti nasema
asema Tanzania imeendelea kuonyesha uimara wa kiuchumi na uwezo wa kuhimili misukosuko ya kimataifa. Hiyo ni bajeti ya Watanzania 2026-2027. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo kuna habari inayosema bajeti ya mageuzi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 5, inasema ni bajeti ya mageuzi. Bajeti kuu ni trilioni 62.33, lakini Zanzibar yajielekeza kuongeza mapato. Ni katika bajeti ya trilioni 8.5 yaweka kodi tozo bidhaa za NASA. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo lenye bado linaandika habari inayosema Jussa afunguka, adai Chadema kina siasa za ulaghai. Huyo ni Jussa asema Chadema ina siasa za ulaghai. Lakini bajeti ya kujitegemea uwezeshaji kubanana. Bajeti ya kujitegemea uwezeshaji kubanana. Lakini taasisi za umma kununua magari ya gesi na umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanahabari lenye kurasa wa mbele linaandika Profesa Mkumbo ataja maeneo matano kipaumbele mpango wa maendeleo wa taifa. Na serikali kuendelea kuvutia uwekezaji sekta ya madini. Huyo ni Mavunde asema serikali kuendelea kuvutia uwekezaji sekta ya madini. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari ni bajeti ya matumaini. Waziri wa fedha awasilisha bajeti ya trilioni 62.3 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Lakini RC Chalamila atoa ukweli mchungu ni kuhusu mafuriko, uvamizi njia za maji na ujenzi wa barabara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Josia atajwa kumbadili Matola Simba. Lakini DC na DED waongoza mwenge jogging Mlimba. DC na Dedi waongoza mwenge jogging Mlimba. Na Kasejani na furaha kuipandisha Kagera Sugar ligi kuu. Lakini Okelo atoa tuzo ya mwezi Mei. Okelo atoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Mei. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Mashujaa yaitangazia vita Yanga. Hao ni Mashujaa yaitangazia vita Yanga. Lakini Mwakinyo achapa fungukia kipigo na Yanga ya mtema mwenda kurejea Singida Black Stars. Lakini Singida Black Stars yazitaka pointi za JKT Tanzania. Na makocha hatari zaidi kombe la dunia 2026 watajwa kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini gazeti lako kwenye gazeti lako la Habari Leo kuna michezo linaandika bilioni 302 zatumika maandalizi ya AFCON 2027. Lakini nyota wawili Morocco kukosa kombe la dunia. Na serikali kudhibiti madhara ya michezo ya kubahatisha. Lakini kwenye burudani mzee Onyango afariki dunia. Huyo ni mwigizaji mkongwe Onyango afariki dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika Waarabu wapishana kutaka saini ya Mayele. Waarabu wapishana kutaka saini ya Mayele. Na Yanga yatajwa kubeba nyota Singida Black Stars. Lakini Okelo mchezaji bora ampiku Chama. Steve Becker kocha bora mwezi Mei. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Chasambi sasa yupo tayari kuondoka Simba. Lakini msiba wa mzee Onyango upo Kawe jirani na viwanja vya gofu vya Lugalo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika timu ya taifa Zanzibar Princess yagwa kushiriki challenge. Lakini Zanzibar yaanza vyema umitashumta. SMZ kuendelea kuwekeza katika michezo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini wachezaji wa Ujerumani kuwalipia usafiri mashabiki. Wachezaji wa Ujerumani kuwalipia usafiri mashabiki. Na gazeti lako la Majira linaandika Yanga kutikisa Kigoma kesho dhidi ya Mashujaa. Ni bonge la mechi, makocha watunishia na misuli. Na Chalamila awatia mzuka Serengeti Girls. Na Infantino afunguka sababu za mwamuzi kuzuiwa kuingia Marekani. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika Yanga Simba ni kivingine zaidi. Lakini Mwakinyo aomba radhi Dasi team Magone kazi ipo leo.
Lakini Dula Mbabe tambo kibao, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika Afrika mtegoni kombe la dunia, Simba yamtibulia beki Yanga, Chama amuibua Msenegali. Lakini Mwakinyo ajitetea, Wema afichua siri ya ujauzito Uzo. Lakini KMC ikipona leo akatoe sadaka. KMC ikipona leo ikatoe sadaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini kuna habari inayosema ratiba tarehe 13 ni Mashujaa dhidi ya Young Africans, uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.